Ujenzi wa daraja la Pangani lenye urefu wa mita 525 na barabara unganishi na mchepuko zenye urefu wa kilomita 25 hadi tarehe 30 Septemba 2025 umefikia asilimia 74.3, na kazi ambazo zimefanyika ni pamoja na ujenzi wa kuta 2 unganishi za daraja na nguzo 8 za kati, ambapo jumla ya shilingi bilioni 45.6 zimeshalipwa kwa mkandarasi. Ujenzi wa daraja hilo ni dhamira kuu ya serikali kufungua na kuunganisha mkoa wa Tanga na ushoroba wa ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki unaoanzia Malindi, Mombasa, Lunga, Horohoro, Tanga, Pangani, Bagamoyo, Makurunge wenye urefu wa kilomita 454. Hayo yamebainishwa na meneja wa TANROADS mkoa wa Tanga, Mhandisi Msama wakati alipokagua ujenzi wa mradi huo leo tarehe 14 Oktoba 2025, na kuongeza kuwa daraja hilo likikamilika litakuwa kichocheo cha ukuaji wa uchumi, ikiwa ni pamoja na kupunguza muda wa usafiri, urahisishaji wa kufanya biashara na kuwezesha wananchi kuchangamana kwa urahisi, kuwezesha kufikika kwa urahisi kwenye vituo vya utalii, kuwa kiungo kizuri kati ya bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mombasa, na kuchochea uchumi wa bluu. Injinia Msama amesema kuwa ujenzi wa barabara hiyo sehemu ya kwanza ya Tanga Pangani kilomita 50 unafadhiliwa kwa asilimia 100 na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ujenzi na kutekelezwa na TANROADS, na mkandarasi anayetekeleza mradi huo ni Chiko kutoka China umefikia asilimia 75 ya utekelezaji. Sehemu ya pili ya ujenzi wa mradi huo ni daraja la Pangani na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 25.6 zinajengwa kwa ufadhili wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sehemu ya tatu ni ujenzi wa barabara ya Tungama Mkwaja Mkange ambayo imefikia asilimia 53 ya ujenzi na ina urefu wa kilomita 95.2, ambapo itagharimu shilingi bilioni 94.538. Tuko kwenye mradi wa ujenzi wa daraja la Pangani kwenye barabara ya Tanga, Pangani, Makurunge hadi Bagamoyo. Huu ni mradi mkubwa sana. Mradi huu unagharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pamoja na Benki ya African Development Bank. Gharama ya huu mradi ni jumla ya shilingi bilioni 82.19, na huu mradi ulianza kuanzia tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2022. Mradi unatekelezwa kwa muda wa miaka 3. Kwa hiyo tunatarajia utakamilika tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2025. Mradi huu wa daraja unaunganisha daraja lenye urefu wa mita 525 pamoja na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 25. Umefikia asilimia 74 za utekelezaji. Kama mnavyoona, mradi wenyewe una nguzo 2 kubwa, kwa maana ya lugha ya kihandisi tunaita abutments, nguzo ya mwanzo na nguzo ya mwisho. Lakini katikati hapo zipo nguzo zingine za kati, nguzo 8 ambazo kwa lugha ya kihandisi tunaziita ni paya. Sasa kati ya hizi paya 8 tayari utaona kwamba paya 7 zimekusha kamilika, bado paya 1 tu ambayo nayo imefikia katikati na inakwenda kwa kasi, na tunaamini itakamilika baada ya muda mfupi. Tunatumia teknolojia ya kisasa zaidi ambayo inaitwa moving scaffolding system. Ndio unaiona hapo juu ni mtambo ambao umeshasetiwa. Kwa hiyo humo ndani tunafunga nondo, baada ya muda tutaanza kumimina zege. Kwa hiyo mtambo utakuwa tunamimina zege, baada ya muda wa wiki 2 unaanza kumove wenyewe, unasogea mbele, tunaendelea na kumimina zege, unasogea, tunamimina zege, unasogea mpaka tutakapokuwa tumemaliza deck. Mradi huu utakapokamilika utaleta manufaa makubwa sana. Kama ambavyo mnaona huu mradi ni mkubwa. Daraja lenyewe ni la mita 525. Kwa hiyo linataka kutuvusha kwenye mto mkubwa sana, mto Pangani, ambao ndo hapa unapo kwenye maingilio ya bahari ya Hindi. Kwa hivyo kabla ya daraja, wananchi wanaishi pande zote mbili za mji wa Pangani wamekuwa wakivuka huu mto kwa kutumia pantoni ambazo na viboti vidogo. Manufaa makubwa ya hili daraja itakuwa ni kupunguza muda wa kusafiri kutoka pande moja kwenda upande mwingine. Sasa barabara itakuwa imefunguka
na wananchi watakuwa na uwezo sasa wa kusafirisha mazao yao ya kilimo na mazao bahari. Mkoa wetu wa Tanga una mtandao wenye jumla ya kilomita za barabara kilomita 1809.3. Ndani ya huo mtandao imo barabara ya kutoka Tanga kupita Pangani hadi Bagamoyo, eneo linaitwa Makurunge pale. Kipande cha kwanza ni kinaanzia Tanga hadi Pangani kilomita 50. Kipande cha pili kinaanzia Pangani pale kilomita 25 ikijumlisha na daraja kubwa lenye urefu wa mita 525. Halafu kipande cha tatu ni kutokea hapo Pangani sehemu inaitwa Tungama kuelekea mpaka Mkange pale kwa Msisi yenye jumla ya kilomita 95.2. Hapo tutakuwa tumefanikiwa kuifungua hii barabara yote kwa kiwango cha lami kuanzia Tanga hadi Pangani, kupitia Pangani hadi Bagamoyo ambazo ni jumla ya kilomita 256. Mradi huu unagharimu shilingi za Kitanzania bilioni 70 kwa kilomita hizi 50, na hadi sasa tunavyoongea mradi umefika 75% za utekelezaji. Kwa hiyo bado 25% tu tuweze kukamilisha huu mradi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan alifanya mawasiliano na Benki ya Dunia, na wao walikubali kutoa ufadhili ili kurejesha madhara ambayo yalisababishwa na mvua hizo. Tanga tulipata miradi mitatu katika mpango huo wa kazi za dharura zinazodhaminiwa na Benki ya Dunia. Mradi wa kwanza ni mradi huu ambao tupo hapa, mradi wa daraja la Msangazi ambalo lina urefu wa mita 30, lakini pia kuna barabara unganishi za mita 200 kila upande, kwa hiyo jumla mita 400. Mradi wote huu unagharimu jumla ya shilingi bilioni 4.08. Huu ni mradi muhimu sana kwa sababu unapita kwenye barabara inayoingia kwenye eneo la kiuchumi sana. Mradi wetu wa pili uko pale Buiko ambao ni kwenye barabara ya kutoka Segera Korogwe hadi Same. Pale tunajenga daraja lenye urefu wa mita 20, ni box culvert lenye midomo mitatu, na tutakuwa na barabara unganishi zenye urefu wa mita 500 kila upande, na mradi ule unaendelea vizuri. Unagharimu shilingi bilioni 3.008. Uchumi wa nchi utapanda kwa sababu pale ni barabara ambayo inapitisha mizigo kutoka kwenye bandari ya Tanga all the way mpaka nchi za jirani kama DRC, Rwanda na Burundi. Kwa hivyo ni barabara ya kiuchumi. Mradi mwingine wa tatu katika mkoa wetu wa Tanga ni mradi wa ujenzi wa daraja la Mto Sagasa. Huu mradi uko kwenye wilaya ya Kilindi na ni eneo ambalo lilikuwa na matatizo makubwa sana. Daraja lile liling'oka kabisa kufuatia mvua zile za El Nino. Kwa hiyo pale tunatekeleza mradi wa ujenzi wa daraja lenye urefu wa mita 39. Na mradi ule utaambatana pia na barabara unganishi, yani approach road zenye urefu wa mita 300. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.